أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Karibuni ndugu watazamaji vipindi vyetu vya lishe, vipindi muhimu na vipindi vya msingi, na hasa vijana na hasa wazazi na mama. Vipindi muhimu sana kufuatilia, kwa sababu kuna nukta nzuri ambazo zinaweza zikatufaa katika maisha yetu. Leo nimekuja na mada nzuri ambayo, kwa sababu ni kama na wasemeni na nimejisema mimi. Mada yetu ya leo tutaongelea ulafi na madhara yake. Ulafi ni nini? Kuna tofauti baina ya mtu kula na kula. Kuna watu wana tabia wanakula hovyo. Katika Uislamu tuna milo ya aina tatu. Kuna mlo wa asubuhi ambao huwa unaliwa baada ya sala alfajiri. Baada ya sala alfajiri unatakiwa pale upate mlo mzito tu wa asubuhi. Lakini kuna mlo wa mchana na kuna mlo wa usiku ambao kikawaida inabidi uliwe ima kabla ya magharibi au baada ya magharibi au baada ya ishai, moja kwa moja ule, lakini usilale. Kuna taratibu zake. Lakini sasa kuna watu sasa wanapokuwa wanakula hawali, wanapakia, yaani matumbo sio matumbo, yanakuwa kama mifuko. Hii tabia ni tabia ya ulafi. Unakuwa unakula zaidi ya kile kiwango ambacho ni mahitaji ya mwili. Tabia ya ulafi ina madhara mengi sana, na mimi sintohitaji kuongea mambo mengi. Naomba nieleze tu madhara ya ulafi. Ukiyapokea mama au baba, endelea kula unavyotaka, lakini ukiona kama haya yanakugusa, asiepuka swala la kula, kwa sababu haya yatakufika. Utajuta, unatafuta unga, unatafuta tonge, haya kisha kufika wewe utafanya. Jambo la kwanza, mtu mwenye tabia ya ulafi, miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kumkabili ni unene uliopitiliza, kwa maana mafuta yanakuwa mengi. Mafuta yanapokuwa ni mengi, kuna vitu vingi vinasimama katika mwili. Mafuta ni hatari, hayatakiwi kuwa mengi. Ni muhimu katika mwili wa binadamu. Mwili wa binadamu unahitajia mafuta, lakini yanapokuwa mengi katika mwili wa binadamu, huyu binadamu anaingia kwenye shida, anaingia kwenye matatizo. Ulafi kitu kibaya, usifanye au usiwe na tabia. Lakini miongoni mwa madhara ya ulafi, unapokuwa wewe ni mlafi, unapata magonjwa ya moyo. Magonjwa ya moyo ni magonjwa ambayo yanawavamia watu wengi katika jamii yetu. Haijalishi ni wasichana, ni wavulana, ni watu wazima. Lakini ukiangalia ni kwa nini watu wengi wanapata magonjwa ya moyo, chanzo chake kikubwa ni vyakula. Wanakula vyakula bila kipimo, wanakula hovyo. Kitendo cha kula hovyo kinaufanya moyo wako uingie ndani. Lakini miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kusababishwa na tabia ya ulafi ni ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari, moja ya sababu zake ni ulafi. Kula ovyo unaweza kusababisha uingie kwenye tatizo la nini? Kwa hiyo ninakuhusia, epuka tabia ya kula, kwa sababu
hatari kwa afya yako, bali ni lazima uwe na program ya chakula. Muda fulani ujue utakula kitu fulani, na baada ya hapo utakiwi kula kitu fulani. Ni muhimu sana, sababu magonjwa yote ni magonjwa makubwa. Yakikuvagaa, yakikuvaa, mwisho wa siku utatafuta pa kutokea na wala hutapata. Lakini miongoni mwa mambo ambayo yanasababishwa na tabia ya ulafi ni msongo wa mawazo. Unakuta mtu hana majukumu wala hana nini, lakini ni kuwaza tu, kila wakati ni kuwaza tu, kila wakati kichwa kimejaa. Unamuona anafikiria yeye mwenyewe, ukimuuliza unafikiria nini, maskini ya Mungu hana anachokijibu, ila anaishi tu kichwa chake kimejaa mambo. Hili linakuja halijaisha, lingine linakuja halijaisha, lingine linakuja halijaisha, lingine linampitia. Anajikuta ule utulivu wa maisha ni hali mbaya mno. Isikie kwa kuwa haijakukuta. Epuka tabia ya ulafi. Kwa hakika ulafi upelekea msongo. Lakini kitu kingine ambacho kinachosababishwa na nini na ulafi ni swala zima la usingizi. Unapokula hovyo unakuwa ni usingizi mzito. Mtu akilala unashindwa kutofautisha baina yake yeye na mtu aliyekufa. Ana usingizi mzito. Unaweza ukaamsha hamki. Unaweza hata ukamwagia maji hamki. Au hata akiamka anaamka hovyo. Kwa nini? Kwa sababu anakula hovyo. Kwa sababu ni mlafi huyo, hana ratiba ya kula. Kitendo cha wewe kutopangilia ratiba yako ya kula, ina maana utavamiwa na ugonjwa wa usingizi ambao utakuja kuhatarisha mambo yako ya msingi, yakose nafasi, ukose muda wa kuyatekeleza, au ukiyatekeleza utatekeleza pasina umakini. Hili ni jambo kidogo ambalo halipendezi. Lakini miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kukuvagaa wewe unapokuwa na tabia ya ulafi ni maumivu ya mwili. Mwili wako kila wakati unakuwa na maumivu. Ukiamka wewe ni mtu wa maumivu tu. Unameza maparacetamol, mapanado, maaction, manini, maumivu hayaishi. Utakuwa ni mtu wa madawa wewe. Kumbe ulitakiwa urekebishe kitu kidogo tu. Mlo wako. Pangilia mlo wako. Ndiyo dawa yako. Panadol zitakuja kukudhuru. Kwa hakika hizi dawa unapozitumia mara kwa mara, kwanza zinaua uwezo wa akili yako. Utaendelea chetu. Assalamu alaikum.